Sasa sisi watu wa Dax Media tayari tumefika kitaa kwa ajili ya kuchukua maoni kwa washabiki ambao walikuwa wanatazama mchezo huu. Bwana, mambo vipi? Hapa safi tu bwana. Kama kawa? Amani ya kutosha. Jitambulishe kidogo bwana. Mimi naitwa Hussein Kalaba. Hussein Kapa? Hussein Kalaba. Bwana, wewe ni shabiki wa timu gani bwana? Bwana, mimi ni Simba dam. Simba dam kabisa? Dam kabisa. Bwana, fanyia leo. Nimeumia sana brother. Nimeumia. Mashabiki, nini kimekuumiza zaidi? Wachezaji wajitumi. Mtu anakosa kwenye sita yeye na goli. Hii sasa hii ni timu au ni kikundi cha wahuni? Mtu yeye na goli. Tazama mechi ya leo, umeitazama brother? Ndio nimetazama kabisa mwanzo mpaka mwisho. Kwala anakosa yeye na goli. Mpanzu ile juzi ametufanyia upuzi na leo tena Mkwala anarudia makosa yale. Tunaumia ni sisi. Ndio maana mimi nafikiria bora wachezaji ni kuuza wachezaji wote. Uza wachezaji wote, tafuta mchezaji mmoja tu ambaye atajituma. Mwenye akili. Unataka wachezaji wote wafukuzwe, walete wengine wote. Hamna mchezaji mwenye klasi ya kucheza Simba pale. Sijaona. Mpanzu, Morris wote wafukuzwe. Wote. Unajua maana wote. Hajitumi brother. Lakini tumeshuhudia magoli mawili yanafungwa dakika za 80 mpaka 90. Unadhani wapi zaidi Florent Ibenge aliweza kuona na akafanya substitution ambazo zimeweza kuleta madhara zaidi? Alikuwa bora wapi zaidi Florent Ibenge? Timu ya Azam ilikuwa ni bora zaidi. Ni Simba tu nafasi walizopata Simba nafika ni zaidi ya 10, lakini hakuna hata nafasi moja waliotumia. Simba kashindwa hata kutoa jiji 2-2. Haki ya nani walai, mimi naumia. Ni 2-2. Shida kwa brother samani kidogo. Shida kwa upande wako ilikuwa ndani ya pitch au hata kwa upande wa benchi la ufundi? Shida kubwa mimi naona ni uwanjani. Hata umlete Pepe Guardiola pale tutaumia. Wachezaji wajitumi. Hamna timu. Hakuna timu. Hamna timu kabisa. Sisi tutashuka daraja huu mwaka. Hamna timu. Bwana. Wewe mchezo umeuona mwanzo mpaka mwisho kabisa. Licha kwamba wachezaji wamekosa baadhi ya nafasi, lakini pia kuna shida pia hata hujaona shida kwenye benchi la ufundi. Na maanisha kwa mwalimu Suleiman wote wafukuzwe, hamna timu. Nini tufukuze wachezaji au hata benchi la ufundi? Matola hamna kitu, timu nzima ifukuzwe, kila kitu kibadilishwe. Simba hamna timu pale. Hapo tuanze na tufukuze tufukuze wachezaji wote, benchi lote la ufundi kabisa. Leo atafanya kosa Mpanzu, kesho atarudia Mkwala, kesho kutwa atarudia Hawa. Kwa nini tukae tunaumia mashabiki? Tunaumia, cha kufanya hapo ni kutafuta wachezaji wengine wote. Wale ambao watajituma, ambao watafanya kazi, wanalipwa wale. Kumbuka brother, waumii. Yeye akiumia analipwa milioni 20-30, anakula, anaenda kujipoza, ataenda kitambaa cheupe, atapoa mchezaji. Lakini mashabiki ndio tutabaki tunaumia sisi, kwa sababu yeye analipwa mchezaji. Nini tukae tunakaa na mashabiki wangu? Pole sana, lakini natamani hata mmoja basi ambaye kidogo amejitahidi kwa leo kidogo, hata mmoja. Sijaona jema. Naweza nikasema ni Ibrahim Morris, lakini na yeye hapana, siwezi nikamsifia sana kwa sababu leo umemwona amecheza vizuri. Mechi nyingine utamwona anacheza upuzi, atakosa yeye na goli, utaamini. Uliyemsifia utakuja kuumize. Hapana, yani tunakaa tunaumia hivyo. Tufukuze wote kabisa. Timu iunde upya. Nikufuta yani ukosi kaanze upya. Kikosi, benchi la ufundi, kila kitu. Kwenye benchi la ufundi siwezi nikaongea sana, lakini mimi na dini na wachezaji hawajitumi, tunaumia ni sisi. Anashindwa Simba kutoa jiji jamani. Pole sana bwana. Anashindwa. Wallahi mimi nimeumia sana. Game ya leo I say, shabiki wangu pole sana bwana. Shukrani brother, lakini kwa hili nimeniuliza sana. Bwana pole sana basi. Nadhani maoni haya uongozi wa Simba utayapokea, na nadhani tunaingia katika dirisha dogo la usajili, tutafanya namna fulani tufanye tuweze kutekeleza mawazo yako ambayo umetoa brother, hata usipate shida. Mimi naona ni maramia sawa, wachezaji sukuma, hata wachezaji 10 pale sukuma ambao hawajitumi, uza tafuta wachezaji 3 wanaofanya kazi. Nenda Ulaya hata akachukua hata wachezaji 2-3. Nenda Madrid, tafuta Hendrick, mchukue yule, atakuja ajitume pale, atatafuta, atapiga kazi. Kaa wachezaji wengi lakini ni mzigo. Simba miezi michache ijayo tunakwenda kucheza na Yanga. Unaona nafasi ya Simba kushinda au tena zauri zile 5 kama za nyuma zile? Painful. Simba tutaendelea kuwa na painful pale. Yanga alipoishia ataendelea pale. Kwa hiki kikosi hiki tutaendelea kuumia. Lakini shabiki, dirisha dogo linakwenda kufunguliwa siku chache hivi karibuni. Sasa ushauri wako sasa, walete wachezaji wa aina gani? Toa hata mfano kidogo basi. Mimi nataka wachezaji wanaojituma, yoyote yule, lakini ajitume, apambanie timu, atafute matokeo. Sio mtu anakuja anakosa kwenye 4. Hivi wewe kweli professional player unakosa wewe na goli? Wewe ni professional au unakuwa ni upuzi unatufanya? Asikupa kazini brother. Hapana, cha kazini uwezo tunaumia ni sisi, kumbuka. Basi mfano kidogo basi, waje wachezaji kama kina nani, labda mfano kidogo. Mimi nataka kama ikiwezekana wakatafuta wachezaji hata 2-3 Ulaya wanatosha, watakuja wajitume, wapige kazi ionekane. Kuna ukana mchezaji 20, 22, 23. Wa nini wale?
Wale watu wauzwe kabisa, wauzwe au wafukuzwe. Ambao wajitume, uza hata wachezaji 10. Chukua wachezaji 10 sukuma. Tafuta wachezaji 2 watatu watajituma, watafanya kazi, tutapata Kina Pacome kina nani? Watu kama hao. Pacome anajituma wale, of course. Sasa nikaongelea ushabiki. Pacome anapambania timu. Anajua anachokifanya. Bana, hawa ni washabiki kadhaa wa kadha wa mkoa, wana maumivu kweli maana baada ya timu yao ya Simba kupoteza kwa mabao 2-0, na inaonekana bwana wanatoa mpaka machozi kabisa. Kama unavyoona shabiki wangu hapa ameumia sana bwana, matokeo haya hajaridhika kabisa bwana. Shabiki pole sana bwana, pole sana shabiki wangu bwana. Shukrani. Hii hapa ni Dax Media na mimi ni Daniel Joktan Mwitula.